Mheshimiwa Spika, kwa upande wa watumishi wa umma, serikali itaendelea kuimarisha mazingira yao ya kufanyia kazi kwa kuwapatia mafunzo, vifaa vya kufanyia kazi na kuongeza maslahi yao ili kuwawezesha kutekeleza majukumu yao ya kuwahudumia wananchi kwa ufanisi zaidi. Katika kipindi hiki cha pili cha serikali ya awamu ya 8, tutaimarisha uzalendo, nidhamu na uwajibikaji katika utumishi wa umma kwa kuweka mifumo madhubuti ya usimamizi wa tabia, uadilifu na utendaji. Ofisi ya usalama wa shughuli za serikali, yani GSO, itakuwa chombo kikuu cha uratibu na ufuatiliaji wa nidhamu serikalini, ikihakikisha kuwa uwajibikaji na uadilifu vinakuwa utamaduni wa kudumu katika utumishi wa umma. Serikali itaendeleza jitihada za kukabiliana vitendo vyote vinavyoathiri utekelezaji wa misingi ya utawala bora, ikiwemo rushwa, uhujumu wa uchumi na ukiukwaji wa maadili ya utumishi. Serikali itazidi kuijengea uwezo wa vifaa vya kisasa, mafunzo na watumishi mamlaka ya kupambana na rushwa na uhujumu uchumi Zanzibar ZAECA ili kuiwezesha kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi zaidi. Aidha, jitihada za makusudi zitafanywa ili kuiwezesha afisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kuongeza uwezo wa ofisi hii kutumia mifumo na kwenda sambamba na mabadiliko ya tasnia ya ukaguzi wa matumizi ya fedha za umma. Aidha, tutahakikisha viongozi wote katika utumishi wa umma wanazingatia sheria na maadili ya utumishi katika utekelezaji wa majukumu yao kwa mujibu wa sheria ya maadili ya viongozi wa umma. Ni dhahiri kuwa kufanikiwa kwa dhamira ya serikali ya kuwa na utumishi wa umma bora wenye nidhamu na uwajibikaji kunategemea mchango wa kila mmoja wetu. Naomba waheshimiwa wawakilishi na wananchi wote mniunge mkono katika kufikia dhamira hii.